Na mtazamaji wa Open Online Media, hapa tupo katika ofisi za afisa elimu ambaye tunazungumza naye kuhusiana na zoezi la uandikishaji kwa siku ya leo, ambapo ndipo siku shule zimefunguliwa tarehe 13 ya mwezi Januari mwaka 2026. Habari za saizi na karibu sana. Asante sana, habari za mchana. Habari ni njema kabisa. Nashukuru sana kuongea na wewe kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ambapo shule zimefunguliwa. Kuna maelekezo yalikuwa yametolewa toka mwanzoni, amekuwa ameyatoa kuhusiana na siku ambayo shule zinafunguliwa iwe ndio siku ambayo masomo yanaanza. Hilo limetekelezwa kwa namna gani mpaka hivi sasa? Ndugu mwandishi, niseme mahudhurio ni makubwa kwa baadhi ya shule ambazo nimepita. Kati ya shule zetu 201 zilizopo katika halmashauri yetu ya jiji la Dodoma, tumepita kwa baadhi ya shule, mfano shule ya msingi Mnadani, tukaenda shule ya msingi Swaswa, tukaenda shule ya msingi Zuguni. Tumefika kwenye shule hizo, tumeona mwitikio wa wanafunzi kuripoti shuleni na kuanza masomo ni mkubwa. Kwa upande wa darasa la awali, zoezi la uandikishaji linaendelea. Tumekuta wazazi ni wengi. Mathalani shule ya msingi Mnadani walikuwa kwenye foleni ya mistari miwili. Vivyo hivyo kwa darasa la kwanza, tumeona wazazi kwa siku ya leo wamejitokeza kwenda kuandikisha watoto wao. Hili linaonyesha kwamba yale ambayo tuliagiza yanatekelezwa. Ikiwepo swala la uandikishaji, tulisisitiza kwa walimu wakuu na maafisa mkata kuendelea na zoezi la uandikishaji. Vivyo hivyo kwa upande wa masomo, shule tulizopita masomo yameanza rasmi, watoto wa madarasa mengine wameendelea kusoma, lakini pia hata hao ambao wanapokelewa siku ya leo wanaanza kwa mara ya kwanza darasa la awali, wameanza masomo kwa vitendo, na tunajua kuna utaratibu wa kuwafundisha hawa darasa la awali au sisi wataalamu tunaita chekechea. Kwa swala jingine ambalo tuliliagiza hilo la kusema kwamba zoezi la uandikishaji liendelee, ni kweli linaendelea hadi hapo tarehe 31 mwezi Machi kama ambavyo serikali imeweka utaratibu. Na sisi kama wasimamizi wa elimu ngazi ya halmashauri tutaendelea kupita shule hadi shule kwa siku zinazofuata ili kuona kama zoezi hili linaendelea. Hata hivyo, tunaendelea kushirikiana na viongozi wa ngazi nyingine, mfano ngazi za kata na ngazi za mitaa, tukiomba ushirikiano na watendaji wa mitaa na kata kuendelea kuhamasisha wazazi wale wenye watoto wa kuweza kuandikishwa kwa darasa la awali na darasa la kwanza, basi wafanye hima kuwawaisha shuleni wakaandikishwe ili na wao waanze masomo mapema, waendane na wenzao, wasionekane wamechelewa, mwisho wa siku wakachelewa kuelewa baadhi ya mada kwa sababu watakuwa wamepitwa. Kwa hiyo kubwa tunalolifanya saizi ni kuendelea kuhamasisha ngazi ya kata, ngazi ya mitaa, viongozi walioko kule waendelee kuwaibua wale watoto ambao wana umri wa kujiunga na madarasa hayo. Na maelekezo mengine ni kwamba mlikuwa mmesema kwamba hata kama mtoto hana uniform anaweza kuanza masomo wakati mzazi akaendelea kujitafuta na kuzipata. Ili nalo mmelionaje huko mlikopita? Ni kweli lipo, watoto wapo ambao wengine hawana sare, lakini wapo darasani, wamepokelewa na wanaendelea na masomo. Kikubwa ni kwamba ameandikishwa, amefika. Kwa hiyo mtoto ambaye anakuwa tayari ameshafika eneo la shule na ameandikishwa, huyo anaendelea na utaratibu wa masomo. Uniform zikipatikanika, basi atazitumia, atavaa, atafika shule. Lakini kiutaratibu kama Mheshimiwa Waziri alivyosisitiza jana kwamba hata kama mtoto hana uniform basi afike shule, lakini wazazi wajitahidi basi kuwatafutia mahitaji haya ya msingi kwa upande wa watoto, kwamba shule kama shule huwa inakuwa na uniform. Kwa hiyo hatutarajii kwamba itachukua muda mrefu sana pasipo mtoto kuwa na uniform. Tunaamini kabisa wazazi hili watalitekeleza, lakini sisi kama wasimamizi wa elimu hatuwezi kukataa kupokea mtoto kwa sababu eti hana uniform. Ni hatua gani ambazo mmepanga kuzichukua endapo kwa wale ambao watakaidi maagizo hayo ambayo mliyatoa? Sisi walimu ni walezi. Kazi zetu kubwa huwa ni mbili tu. Kazi kubwa ya mwalimu ni kulea na kazi ya pili ni kufundisha. Kwa hiyo sisi tumepokea maelekezo ya serikali
na walimu hawawezi kukaidi maagizo. Ninaamini kabisa wanatekeleza, na nilikopita kwa siku ya kwanza nimeona utekelezaji umeanza kufanyika, kwa sababu nimekuta watoto wengine ambao hawana uniform kweli. Yeah. Kwa wazazi wale ambao ana mtoto nyumbani ambaye ameshafikia umri wa kuandikishwa shule lakini hajamleta, ndio maana nimesisitiza swala la ushirikiano, msaada kutoka kwenye ngazi nyingine, mfano ngazi ya mtaa. Kuna viongozi wanaosimamia ile mitaa, watendaji wa mitaa wanatambua wakazi wao waliopo kwenye kaya hiyo na idadi ya wanafamilia waliopo kwenye hizo kaya. Kwa hiyo wanajua kabisa kaya fulani ina mtoto wa miaka 5, basi huyu mtoto anapaswa apelekwe shule iliyo karibu na kuweza kuandikishwa. Kaya fulani ina mtoto ambaye ana miaka 6 na kuendelea, mtoto huyu anapaswa kwenda kuandikishwa kupelekwa na kuandikishwa darasa la kwanza. Kwa hiyo tuna imani kabisa viongozi huwa wanatupa msaada mkubwa sana wa kuhamasisha swala zima la uandikishaji wakati unapofika. Na mwalimu, mmejiandaa vipi endapo idadi itakuwa kubwa zaidi ya miundombinu iliyopo, kwa sababu imehamasishwa sana kwa muda mrefu na mwamko unaonekana kwa namna ambavyo umesema, endapo watapitiliza, mmejipanga vipi? Sisi kama wataalamu huwa tunaandaa maoteo ya uandikishaji kwamba mwaka huu 2026 tutaandikisha darasa la awali wangapi na darasa la kwanza wangapi. Kwa mfano kwa sisi halmashauri ya jiji la Dodoma, kupitia shule zetu hizi zilizopo katika halmashauri yetu, shule za msingi, kwa darasa la awali tuliweka makadirio ya kuandikisha watoto 14,612 na hadi sasa tumeshaandikisha 65%. Kwa upande wa darasa la kwanza tuliweka makadirio kwamba tutaandikisha watoto 18,421. Mpaka sasa tumeshaandikisha 64%. Tunatambua kwamba huwa tunaweza tukavuka lengo. Mfano mwaka jana tuliweza kuandikisha darasa la kwanza tukafikisha 115%. Lakini tunaendelea kuishukuru serikali kuendelea kuboresha miundombinu upande wa elimu. Watoto wetu hawa au wanafunzi hawakosi sehemu ya kusomea. Miundombinu iliyopo inatosheleza na halmashauri tayari ilishajiandaa kwa ajili ya kuwapokea watoto hawa, na inapofanya maandalizi ya miundombinu inaangalia makadirio ambayo tumeyaweka. Serikali huwa inasisitiza kuhusiana na elimu bila ada. Huu msisitizo ambao mmeweka unatekelezwa kwa namna gani? Tukichukulia mwaka uliopita na mwaka huu, mategemeo yenu ni yapi? Sisi tunabaki kutekeleza maagizo ya serikali kwamba serikali inatekeleza swala la elimu bila malipo, na ndio maana tunasisitiza swala la mzazi mwenye mtoto wa kuanza darasa la awali au darasa la kwanza, pasipo shaka ampeleke kwenye shule iliyo karibu aweze kumwandikisha bila gharama yoyote. Najua serikali ilishaweka utaratibu, swala la uniform na mahitaji mengine madogo madogo, hayo huwa yako chini ya mzazi au mlezi wa mtoto husika. Lakini kwamba ili mtoto aandikishwe basi atoe ada yoyote, hiyo serikali ilishalifuta na utekelezaji ulishaanza siku nyingi sana. Na kwenye shule husika hizo hilo linatekelezwa. La mwisho ni wito gani unatoa kwa wale ambao bado leo hawakupata fursa ya kuleta mtoto? Kuna kipindi mmetoa, mpaka lini ambapo wazazi wanatakiwa walete watoto? Yaani mimi nitoe msisitizo tu kwamba wazazi wapeleke watoto kwenye shule zilizo karibu na kuweza kuandikisha, kwa sababu muhula wa masomo tayari umeshaanza. Tuna jumla ya siku 194 za masomo. Kwa hiyo mtoto anapochelewa ni kwamba anachelewa na yale masomo, atakuta wenzake wako mbali. Kwa hiyo atakuwa mgeni wa baadhi ya vitu. Mitihani muda wa kutunga mitihani utakapofikia, walimu wakiandaa ile mitihani, basi unakuta mtoto huyu atakosa baadhi ya maswali kwa sababu hakuwepo kwa kipindi hicho. Kwa hiyo nisisitize shime wazazi wawapeleke watoto wakawaandikishe ili wawahi muhula wa masomo tayari umeshaanza. Tunajua zoezi la uandikishaji hadi tarehe 31 mwezi Machi, lakini ukimpeleka tarehe 31 mwezi Machi tayari umemchelewesha mtoto miezi 3. Kwa hiyo nawasihi sana wazazi na walezi kuwapeleka watoto hawa wakaandikishwe waanze masomo yao. Yes. Tayari mmejihakikishia kwamba miundombinu pamoja na walimu wa kutosha wapo pamoja na vitabu?
Ya, vitabu vipo ambavyo vimeandaliwa kwa mtaala mpya, serikali ilishaandaa na utekelezaji unaendelea. Kama tunavyofahamu kuanzia mwakani 2027 tutakuwa na darasa la 7 lakini na la 6 nao watafanya mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi. Kwa hiyo tunaomba sana wazazi wawapeleke watoto wakaandikishwe, waanze kusoma na masomo yao yamejikita zaidi kwenye mtaala mpya, kwa sababu mtaala wa zamani tayari umesha phase out.